Kwa kweli ni mamilio. Nadhani sio vizuri tukitaja tukiwa tuko wote hapa, lakini still ni kwamba fedha ni nyingi na watu wa TRA wajiandae kuchukua kodi kupitia kwa vijana hawa pamoja na mimi, kwa sababu hakuna namna, ukikwepa kodi ni ujumu uchumi. Yes, so tuko tayari kulipa kodi. Level naomba nikuulize swali moja. Nataka kujua ushawishi gani ambao umefanya kuwashawishi makampuni kuingia mkataba na wewe kwa sababu ya baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea au kuamiliki kwa mahakamani, kwa wapi? Moja kati ya vitu ambavyo vinasababisha Baba Levo anapata endorsement za makampuni mengi, kwanza ni namna ya ufanyaji wa kazi. Spirit ya namna, sababu watu wanapowekeza fedha kwako wanataka kuona unawatangaza ili watu waweze kujua huduma zao wanazozitoa, sawa, kwa kutumia nguvu yako ambayo uko nayo, aidha kwenye social media, social network na vitu kama hivyo. So hii spirit mimi nilipewa na kila siku wanasema hii spirit mimi nilipewa na ndugu yangu bwana Diamond Platinum. Diamond ananiambia, Baba Levo, ukipewa kazi na kampuni yoyote kuweza kuitangaza, naomba utumie nguvu yako yote kuitangaza ili uweze kuwaonyesha kampuni zingine kwamba wewe unafaa kuwa ambassador wa kampuni zao. Na ndio tunachokifanya, ni kutangaza kwa nguvu, kutumia nguvu zetu kuweza kutangaza. Najua kuna heka tunakutana nazo, mara tumeitwa Basata, na nimeelezea kwenye nanili yangu kwenye Instagram kwamba nimepokea barua ya Basata wakionyesha kwamba adhabu walionipa ni kutokana na kutopeleka wimbo wangu kwenda kwao kabla sijauachia hewani. Ndo kesi nilikuwa nayo ile ambao kwa sasa hivi tunasema ni tunaita hamokinyesi also bana, ambayo ni wazi kwamba sikuipeleka kwao kule waweze kuanza kuifanyia kuangalia mashairi na vitu kama hivyo. Sasa hilo ni kosa kisheria. Kwa kosa hilo ya wimbo ule umefungiwa, lakini pia mimi nimepigwa faini ya shilingi milioni 1 za Kitanzania. Na Basata wamenituma kwenye kikao nije kuwafikishia ujumbe wasanii kwamba hawataki mchezo, hawataogopa ukubwa wa jina, hawataonea huruma udogo wa jina. Yoyote ambaye atafanya makosa atachukuliwa hatua kutokana na kosa lilolifanya. Kwa wakaniambia, Baba Levo, fikisha huu ujumbe, na mimi nikawaambia nitafikisha ujumbe huu kwa wasanii. Na tamko la Basata ni tamko la serikali, na kosa lilofanyika ni kosa la meneja wangu wa digital anaitwa Beka Boy kutopeleka wimbo kule kwenda kufanyiwa kuangaliwa na Basata. Kwa hiyo adhabu hii na mimi nitampa yeye kwenye kampuni. Ina maana hiyo milioni 1 tukayolipa fine tamkata yeye kwenye kampuni, au hata kama nitachukua kwa ndugu zangu, sababu soka bet huko kuna maela kibao. Nitaongea na ndugu yangu hapa mambo ya soka bet wafanye mkopo wa milioni tulipe hiyo milioni kule kwa ajili ya kulipa fine, lakini Basata hawataki mchezo. So adhabu imeanzia kwangu, lakini wamesema wana listi ndefu. Na mimi nimewaambia wapo wasanii huko, wengine wamevua nguo, wengine wamefanyaje. Sasa mkiniadhibu mimi mkawaacha hao wengine, ina maana tafsiri yake ni kwamba itakuwa kama vile mnabagua. Lakini kwa sababu wameshasema wenyewe hawataki mchezo, naamini kila mtu atavuna kile alichokipanda. Waliotengeneza kila adhabu ya kiki itaendana na kiki. Na nachowashukuru na nazidi kuwaomba radhi wote ambao nitakuwa niliwakela kutokana na wimbo ule, lakini pia niwaombe radhi Basata, uongozi mzima wa Basata, na sintorudia, nyimbo zangu zote zitakuwa zinapitia Basata kabla ya kutoka. Lakini pia una swali lingine la kuongeza? Hii nyimbo imefungiwa lakini iko mtandaoni. Alafu lingine pia unaomba msamaha wote waliokosea au unamuomba msamaha Harmonize? Harmonize sijamtaja mle kwenye wimbo. Wimbo haumuhusu Harmonize kabisa. Wimbo wataje naomba? Namuomba wote ambao walikereka, mashabiki walokereka na wimbo ule, lakini hasa naomba msamaha Basata, kwa sababu kosa langu nimekwambia, kosa niloshtakiwa nalo ni kutopeleka wimbo Basata kabla ya kuutoa. Lakini hoja ya kwamba kuna mtu amekashifiwa mle, hamna hoja hiyo, sijakutana nao Basata.
Yes. Kama mtandao mpaka sasa hivi Na ina maana barua nimeipata sasa hivi. Ina maana baada ya kumaliza press hii, kwa sababu kumbuka mimi nafanya kazi na kampuni ya Kenya ambayo ndio inasambaza nyimbo yangu, ambayo ndio inamiliki YouTube channel yangu. Kwa hiyo ni wao kazi yao watakayoifanya kwenda kuiondoa, aidha kuiondoa Tanzania, isionekane Tanzania, ili wao waweze kuendelea nao na biashara nao huko walipo. Mahakamani Central, kesi ya Central inahusiana na kwamba nilisambaza picha za utupu za mtu ambazo mimi sikufanya. Kwa hiyo nasubiria niende mahakamani nikashinde ili nidai fidia kwa kunizalisha, kwa sababu ukinitangaza hivyo mimi ni ambassador wa makampuni kama hivi unanichafulia jina. Umeelewa vizuri? So for me nasubiria nipelekwe mahakamani ili nikashinde, baada ya hapo nifungue fidia ya kunidhalilisha sababu sikusambaza picha. Mambo unaenda mahakamani. Mimi ndo nataka mahakamani. So na ukishapeleka kesi polisi lazima ifike mahakamani. Hatumalizani, sitaki kumalizana naye. Yes, sitaki kumalizana naye. Nataka tuende mahakamani aende akanionyeshe sehemu ambapo mimi nilisambaza hiyo picha yake ambao akiwa yuko utupu. Nani? Harmonize ndo katushtaki. Fidia yako ni kama kiasi gani? Yaani nadhani itakuwa ni bilioni 6. Itakuwa ni bilioni 6 kwa sababu unajua nafanya kazi na kampuni kama Sokabet. Wakija kuterminate mkataba kama Baba Levo unasambaza picha za watu na nini unalibia kazi zangu kwa Sokabet, my dream team. Kwa sababu ya uhananga wako. Can't do that. Uongo bwana ndugu yangu Stamina. Hawa watu wananiamini, kampuni kubwa Waturuki wazungu na ndugu yangu yuko hapa wamepiga mapande, wana support game yangu na kila kitu. We need to talk about Sokabet only. So about Kiki. Yes, we are here. Boss, I know you don't understand Swahili very well. I talk with people. I'm an ambassador with the Sokabet. So no, I cannot give chance anybody to disturb me in my game, my music, because if you disturb me, you disturb my company. Yes, yeah, that is. Mzungu ameelewa. Kuna baadhi ya vitu vinakuwa ni serious, lakini vinajitengeneza, vinabadilika, vinakuwa ni kiki. Lakini kuna watu wanatengeneza kiki kama kiki vya kawaida. Kwa mfano, mtu kuvua nguo, hiyo ni kiki au ni serious? Na lazima adhibiwe na BASATA. Hawezi kumwacha wale wazee. Kwa nini? Jinsi nilivyoona wale wazee hawataki mchezo. Jana alikuwa na shiro. Haisaidii kwa sababu, alafu kitu kingine niwaambie tu wasanii wengine wenzangu, ukiwa na mwanasheria haina maana kwamba kila kesi utashinda. Wapo wanasheria nimewaacha jela wako 26. Wamefungwa, walishindwa kisheria, wanasheria. Kwa hiyo tukiwa na mwanasheria kila kitu ukishindwa kesi ujue unalipa fidia ya yule uliomshtaki akikushinda. Kwa wajiandae kwa hilo. Okay. Mambo ya polisi tunawachia polisi waendelee, kila kitu kiendelee kule. Mimi nimeeleza picha nilipoziona, nilizionea kwa Kalima Story. Nimeelezea polisi, iko polisi. So all in all we are good. Okay, Stamina labda ni msanii pia. Anaweza kawa anashughuli sana ambao inaendelea, ni msanii. Wewe labda akafurahi. Mambo ya Sokabet hapa. Ngoja, si tushamaliza Sokabet lazima tufanye. Wanahamisha, wanataka kuhamisha mtandao. Wewe una nini vitu ambavyo vinaendelea mtandao? Sasa kaya na hiyo mic yao sogea kwenye mic. Sogea. Shaba au nisikia. Okay. Sisi wewe kama msanii, vitu vingi vimetokea karibia wiki mbili na vinahusu huyo Baba Levo hapo mmekaa naye na unafanya kazi. Mimi nataka kuongelea msanii. Najua kwa namna moja ama nyingine tunajaribu